Ndugu zangu wapendwa, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, na leo tunatafakari masomo ya sherehe ya Noeli ya tarehe 25 ya mwezi wa 12 mwaka huu 2025, na masomo yetu ni yale ya misa ya mchana. Karibuni tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu. Somo letu la kwanza ni kitabu cha nabii Isaya sura ya 62 aya ya 11 mpaka aya ya 12. Somo la pili ni waraka kwa Ebrania sura ya kwanza aya ya kwanza mpaka aya ya 6. Huku somo la injili ni injili ya Yohane sura ya kwanza aya ya kwanza mpaka aya ya 18. Karibuni ndugu zangu wapendwa, tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu, na niwakumbushe na kuwaomba, kama bado hujasubscribe katika chaneli hii, bonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele itakayofuatia, na hapo utafanyika mwanafamilia wa chaneli hii. Karibuni ndugu zangu wapendwa, tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu, na tukianza na somo letu la kwanza, kitabu cha nabii Isaya sura ya 62 aya ya 11 mpaka aya ya 12. Tunafahamu ya kwamba baada ya mfalme Ahazi kutawala, mfalme aliyefuata alikuwa ni mfalme Hezekia aliyetawala mwaka wa 715 mpaka mwaka wa 685. Kisha mfalme Manase mwaka wa 687 mpaka mwaka wa 642. Akafuata mfalme Amoni aliyetawala mwaka wa 642 mpaka mwaka wa 640. Kisha akaja mfalme Josia aliyetawala mwaka wa 640 mpaka mwaka wa 609. Kisha akaja mfalme Jehoahazi aliyetawala mwaka wa 609. Kisha mfalme Jehoyakim aliyetawala mwaka wa 609 mpaka mwaka wa 598. Kisha akaja mfalme Jehoyakini aliyetawala mwaka wa 597 mpaka aliyetawala mwaka huo tu kwa kipindi cha miezi mitatu, na kisha mfalme Zedekia aliyetawala mwaka wa 597 mpaka mwaka wa 586. Jehoyakini alitawazwa kuwa mfalme wa Yuda akiwa na umri wa miaka 18 na akatawala kwa kipindi cha miezi mitatu pekee. Ufalme wa Yuda ulivamiwa na mfalme Nebukadneza wa Babeli mwaka wa 597 kabla ya Kristo. Mfalme Jehoyakini pamoja na Wayahudi wapatao 10,000 walichukuliwa mateka kama watumwa kwenda katika ufalme wa Babeli kwa kipindi cha miaka 48 mpaka mwaka wa 538 kabla ya Kristo, walipoachiwa huru kwa amri ya mfalme Cyrus mkuu wa Persia aliyefanikiwa kuidondosha dola ya Babeli. Na wakati wa uvamizi huo, mfalme Jehoyakini pamoja na wafanyakazi wake, pamoja na wafanyakazi wa mahakama ya kifalme, pamoja na Wayahudi wenye nguvu wapatao 10,000 walichukuliwa mateka na kupelekwa utumwani Babeli. Hekalu lilivunjwa na mfalme Nebukadneza mwaka wa 586. Baada ya mfalme Jehoyakini kuchukuliwa mateka, mfalme aliyefuata alikuwa ni mfalme Zedekia ambaye alitawala kwa uangalizi wa Nebukadneza. Na mwaka wa 586 mfalme Zedekia alipotaka kupindua ufalme wa Wababeli, aliadhibiwa vikali sana na mfalme Nebukadneza. Adhabu ya kwanza ilikuwa ni kumchinja mwanaye mbele ya macho yake, na adhabu ya pili, mfalme huyu Zedekia walimtumbua macho, kisha wakampeleka utumwani Babeli, na alikaa huko mpaka mauti yalipomfika. Taifa zima lilikuwa katika hali ya majonzi. Kipindi chote hiki kilikuwa ni kipindi cha majonzi na maombolezo kwa Wayahudi wakimlilia Mwenyezi Mungu. Hali ya Wayahudi uhamishoni Babeli ilikuwa ni hali ya majonzi makubwa sana, na majonzi hayo yalichangiwa na kuto kuwepo kwa hekalu, kwa sababu hekalu lao lilikuwa limevunjwa, na kuvunja hekalu hili ilikuwa ni kufuru kubwa sana kwa Wayahudi, na baadhi ya ibada mbalimbali ambazo zilikuwa zikifanyika hekaluni ziliweza kufa na kutoweka kabisa. Kwa Wayahudi walikuwa katika kipindi cha majonzi makubwa, na majonzi haya basi yaliambatana na toba kubwa sana walioifanya iliyosababishwa na dhambi zao. Na toba hii sasa, Wayahudi walimlilia Mwenyezi Mungu ili aweze kuwasaidia, awatoe katika kipindi hiki kigumu cha mateso walichonacho, na awarudishe katika nchi yao,
waendelee na ibada yao hekaluni na mambo mengine waliokuwa wakiyafurahia katika nchi yao. Mwenyezi Mungu kwa sababu ni mwingi wa huruma na ni baba mwema, mwaka wa 538 akasikia kilio hiki cha Wayahudi. Cyrus mkuu, mfalme wa Persia, aliwakomboa Wayahudi na alifanikiwa kuangusha ufalme wa Wababeli na akawaruhusu Wayahudi waweze kurudi nyumbani. Siku hii ni siku ya huru na ilikuwa ni siku ya furaha kubwa sana kwa Wayahudi. Mwenyezi Mungu anawakomboa watu wake na anaunda upya taifa lake, na taifa hili analiita taifa la watu watakatifu, watu waliokombolewa na Mwenyezi Mungu. Habari sasa za kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni habari za furaha, kwani anakuja kuwakomboa watu wake kutoka katika utumwa wa dhambi na mauti, na anawafanya watu hawa wawe huru. Kama jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu aliwakomboa Wayahudi kutoka katika utumwa wa Babeli, ndivyo hivyo alivyomtuma mwanaye wa pekee ambaye ni nafsi ya pili ya Mungu kuwakomboa watu wote kutoka katika utumwa wa dhambi. Kwa hiyo habari hizi ni habari kubwa, ni habari njema na ni habari za furaha. Tuna furaha kubwa sana kwa sababu mwana wa Mungu, nafsi ya pili ya Mungu, Mungu aliyetwaa mwili akafanyika mwanadamu, amekuja kutukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi na mauti na kutufanya tuwe huru. Kwa hiyo ni habari kubwa, ni habari za furaha, ni habari za shangwe, ni habari ambazo zinatufanya tumshangilie Mwenyezi Mungu na kumsifu kwa mioyo yetu yote. Na somo la pili ambalo linatoka katika waraka kwa Waebrania. Tunafahamu ya kwamba waraka huu uliandikwa mahususi kwa ajili ya Wakristo wapya walioongokea Ukristo kutoka katika dini ya Kiyahudi. Hivyo basi, mtunzi wa waraka huu anatumia maandiko matakatifu yale yale ya Kiyahudi kuonyesha ya kwamba maneno haya na maandiko haya yamekwisha kutimizwa kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na vile pia mtunzi anaongea zaidi juu ya madhehebu na ibada mbalimbali za hekaluni, akionyesha ya kwamba ibada hizi na madhehebu haya yote yalilenga kuandaa Wayahudi kwa ajili ya kumpokea Masia. Lakini kwa ujumla waraka huu umeandikwa kwa ajili ya Wakristo walioangukia Ukristo wakitoka katika dini ya Kiyahudi. Na tunaposoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 6 aya ya 7, tunafahamishwa ya kwamba neno la Mwenyezi Mungu lilienea sana Yerusalemu na hesabu ya wanafunzi ilizidi sana. Lakini katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 aya ya 1 mpaka aya ya 4 tunasikia habari ya madhulumu na mauzi kwa Wakristo. Kwa hiyo Wakristo baada ya madhulumu haya na mateso haya waliamua kutawanyika sehemu mbalimbali, na wako waliokimbilia katika maeneo mbalimbali. Lakini sasa tunafahamu ya kwamba wanafunzi hawa walikuwa ni wanafunzi wapya ambao walikuwa bado hawajakomaa zaidi kiimani. Kwa hiyo kutokana sasa na vitisho hivyo walivyovipata kutoka kwa Wayahudi vilivyowasababisha sasa wao kutoka Yerusalemu na kukimbilia katika maeneo mbalimbali katika mataifa hayo ya ugenini, huko ugenini walipatwa na shida sana kwa sababu ya kukosa ibada ya hekaluni, lakini vile walikosa maongozi ya karibu zaidi ambayo yangewajenga na kuwakuza zaidi katika imani hiyo mpya walioiongokea ya Kikristo. Hawakuwa wamefundishwa vya kutosha na kuiva. Hivyo basi imani yao ilikuwa bado haijakomaa sana, na katika shida mbalimbali walipata mashaka makubwa sana juu ya imani yao. Hivyo walikuwa katika hatari ya kuiasi imani yao hii mpya ya Ukristo walioiongokea na kurudi tena katika imani yao ya zamani ya Kiyahudi. Sasa hapa waraka huu
umeandikwa kwa lengo mahususi kwa ajili ya kuwakomaza zaidi na kuwajenga zaidi kiimani Wakristo hawa wachanga waliokimbia kutoka Yerusalemu wakihofia vitisho vya Wayahudi. Sasa kwa ajili ya kuyanusuru na kuyasalimisha maisha yao, wanakimbilia maeneo mengine katika nchi zingine za ugeni. Wakiwa huko wanakosa malezi na mwendelezo wa mafundisho msingi ya imani yao. Wengi wanakumbana na changamoto mbalimbali katika maeneo hayo, wanakata tamaa na wanataka sasa kuiacha imani mpya walioiongokea na kurudi katika imani ya Kiyahudi. Sasa mwandishi sasa wa kitabu hiki ndio anaandika waraka huu kwa Wayahudi hao Wakristo lakini waliotapakaa katika maeneo mengine katika nchi nyingine za ugeni. Anawaandikia waraka huu kuwakomaza zaidi katika mafundisho haya ya kumwamini Kristo na kuwajenga zaidi kiimani, ili sasa huko waliko wamshuhudie Kristo, waishuhudie imani yao bila woga, bila kukata tamaa na bila kurudi nyuma, licha ya changamoto mbalimbali na shida mbalimbali zinazowaandama, licha ya vitisho mbalimbali wanavyokumbana navyo katika nchi hizo za ugeni. Lakini mwandishi sasa wa kitabu hiki anawasisitiza, anawakomaza na anawapa hamasa ya kwamba wabaki katika imani moja hii ya Kikristo na wazidi kumwamini Kristo na wamshuhudie Kristo katika maisha yao katika hayo maeneo mbalimbali waliyokimbilia. Na somo letu la leo kwanza linaanza kwa kutaja kazi za Yesu Kristo. Mwanzoni Mungu aliongea na sisi kwa njia ya manabii wa kale, lakini leo hii Mungu anaongea na sisi kwa ujumbe wa mwanaye Yesu Kristo. Mwanzoni Mwenyezi Mungu aliongea na sisi kwa njia ya manabii, na neno manabii limetumika kuwarejelea wote waliofikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa watu, kuanzia kwa Abrahamu, kwa Musa, kwa Yoshua, baadhi ya wafalme kama vile Daudi, pamoja na manabii wengine wote. Lakini katika siku hizi Mwenyezi Mungu anasema na sisi kwa njia ya mwanaye, na kupitia kwake tunafanyika warithi wa ahadi za Mwenyezi Mungu. Maneno haya sasa ndio mtunzi wa barua hii anawasisitiza ya kwamba wabaki kuwa wasikivu katika kile ambacho Kristo anasema na wao. Neno hilo la Kristo ndilo neno hilo ambalo linatoka kwa Mwenyezi Mungu. Kupitia kwa Yesu Kristo tumepata kumfahamu Mungu Baba, akisema na Yesu vile ujumbe huo wa Yesu ukisema na sisi ndani kabisa ya mioyo yetu. Na mwandishi anathibitisha ya kwamba Kristo ni mwana wa Mungu, tena ni mkuu zaidi kuliko malaika, na yote yaliyotabiriwa katika Agano la Kale yamekwisha kutimizwa kwa Yesu Kristo. Hivyo basi imani hii mpya walioipokea, ambayo imejikita katika mafundisho ya Yesu Kristo, ndiyo mafundisho hayo ambayo yalitabiriwa na manabii kuanzia kwa Ibrahimu mpaka kwa manabii wengine wote, na ndiyo hayo yaliyomlenga Yesu Kristo. Na Yesu Kristo huyu amekwisha kuzaliwa na ndiyo amefanyika mwanadamu akakaa pamoja na sisi, na ndiyo ambaye akatufundisha siri zaidi za ufalme wa Mwenyezi Mungu. Kwanza ni mkuu kuliko malaika, na kupitia yeye yote yaliyoahidiwa na Mwenyezi Mungu yamekwisha kutimizwa. Hivyo basi anawasihi Wakristo hawa ya kwamba wabaki katika imani hiyo. Hapo walipo wapo katika njia sahihi, hawana haja ya kuyumbishwa na chochote, wala hawana haja ya kutishwa na yoyote, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema na sisi kwa njia ya mwanaye ndani kabisa ya mioyo yetu, ya kwamba alichokifunua ndicho hicho ambacho kilitabiriwa na manabii wote. Kwa hiyo wabaki katika msingi thabiti wa imani ya kweli. Yote ambayo wameyatabiri manabii, yote aliyoyaagiza Mwenyezi Mungu, sasa ameyatimiza kwa njia ya mwanaye, na hapo ndipo ulipo mwisho wa mambo yote. Hawana haja ya kwenda popote, kwa sababu wako katika njia ya kweli. Hivyo wanapaswa wawe na moyo thabiti wa kiimani. Katika Injili sura ya kwanza ya Yohana aya ya kwanza mpaka ile aya ya 18. Aya hii au somo hili la Injili siku ya leo linamtambulisha mtoto
aliyezaliwa kuwa ni mtu kweli na ni Mungu kweli. Tunatafakari zaidi kuhusu umwilisho wa Mungu aliyekaa kwetu. Tunapata masimulizi ya habari la fumbo la umwilisho wa neno wa Mungu anayejulikana kama Logos, lakini vilevile katika lugha ya Kigiriki cha Agano Jipya anajulikana kama Koine. Katika lugha ya Kilatini anajulikana kama Verbium. Logos ambaye ni Yesu amekuwepo tangu milele yote, na kwa njia yake vyote vimepatwa kuumbwa, na pasipo yeye hakikufanyika kitu chochote. Kitendo cha mwana wa Mungu kutoa mwili na kujifanya mwanadamu kinaashiria na kinathibitisha ya kwamba kitendo hiki ni zawadi kubwa sana kwa wanadamu wote ambao Mwenyezi Mungu ameamua kutujalia. Zawadi hii ni kubwa sana, wala hakuna yeyote anayeweza kulipa zawadi hii ya Mwenyezi Mungu kujifanya mwanadamu. Fumbo la umwilisho ni zawadi. Pia fumbo hili linanikumbusha maneno ya Mtakatifu Tomaso wa Aquino aliyesema, donum propriete est dotio irredibris, zawadi ni kile ambacho mpokeaji hawezi kukirejesha kwa mtoaji. Maneno haya vile vile yanafanana na msemo ule usemao, akufaaye kwa dhiki ndiye rafiki. Dhiki kubwa kwa wanadamu ilikuwa ni tishio la maangamizi yanayosababishwa na dhambi, na kila mmoja alistahili adhabu yake. Logos kwa upendo wake hakufuata maneno ya wahenga yasemayo kila mmoja abebe mzigo wake, bali yeye alikubali na akajitoa kubeba mizigo yetu ya dhambi ili kutunusuru sisi na adhabu itakayotokana na dhambi. Kwa hiyo Logos huyu ametupatia zawadi kubwa sana ya kutubebea mizigo yetu ya dhambi na adhabu zile ambazo zingefuata kama matokeo ya dhambi hizo. Kwa jinsi hiyo Mungu aliupenda sana ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ni zawadi kubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia sisi wanadamu, kumtoa mwanaye wa pekee aje abebe na atulipie madeni yetu yaliyosababishwa na dhambi zetu sisi wenyewe. Ni kitendo cha ukarimu mkubwa sana. Mtu mwingine ajitoe kwa ajili ya kubeba matatizo ya mtu mwingine. Ni kitendo ambacho anapaswa kushukuriwa Mwenyezi Mungu na anapaswa kusifiwa Mwenyezi Mungu. Pasipo hilo, kila mmoja angewajibika kwa dhambi zake. Lakini kwa kuja kwake Yesu Kristo duniani, amekuja ili aweze kutubebea sisi mizigo hiyo ya dhambi. Katika sherehe hii ya Noeli, tukumbuke kwamba Mwenyezi Mungu katwaa mwili na kakaa kwetu, kaonekana kama wanadamu. Mungu kajishusha mpaka kufanana na sisi, kaishi pamoja na sisi, katuvumilia madhaifu yetu sisi na katusaidia matatizo yetu sisi. Mfano huo ni mfano bora sana wa kuigwa. Kama Mwenyezi Mungu ameweza kujishusha akakaa na sisi na akawa msaidizi wetu sisi, lakini vile vile sisi tunapaswa pia tujifunze kutoka katika mfano huu, na sisi vile vile tuwe ni watu wa kujishusha na watu wa msaada kwa wengine, hususan wale wasiokuwa na msaada. Kuwa sauti ya wale wasiokuwa na sauti, kuwa jicho la wale wasiokuwa na jicho, kuwa mkono kwa wale wasiokuwa na mkono, kuwa nguvu kwa wale wasiokuwa na nguvu, kuwa msaada kwa wote wanaohitaji msaada. Tukumbuke ya kwamba katika unyenyekevu mambo makubwa makubwa yanafanyika. Unyenyekevu wa Mungu, sisi tumekombolewa. Katika unyenyekevu huo vile vile pia sisi tunapaswa tumpeleke Mwenyezi Mungu kwa watu kwa njia ya unyenyekevu. Noeli hii itusaidie vile vile kujivika unyenyekevu.
Vua vazi la kiburi, kwani Mwenyezi Mungu hakufanyika mwanadamu ili wewe ufanyike Mungu, bali Mwenyezi Mungu kafanyika mwanadamu sisi sote tuweze kukombolewa. Vua umwamba, vua kiburi, vua ile hali ya kutaka kuabudiwa au kuonekana wewe ni Mwenyezi Mungu, lakini jivike moyo huo wa unyenyekevu. Kupitia katika unyenyekevu huo sisi sote tumepata ukombozi wetu. Noeli vile vile tukumbushe ya kwamba pia hatujaachwa. Mungu yuko pamoja na sisi, yeye ni Imanueli, atazidi kuwa na sisi. Mwenyezi Mungu huyu yuko pamoja na sisi. Tuweke juhudi hizi ili Mwenyezi Mungu aendelee kubaki pamoja na sisi. Kila unaloliwaza na kulitenda, liwaze na kulitenda ukitambua ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Popote kule unakokwenda, nenda lakini utambue ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Chochote kile unachokitenda, kitende lakini utambue ya kwamba Mwenyezi Mungu yupo pamoja na sisi. Katika majaribu mbalimbali na mapito mbalimbali na magumu mbalimbali, tambua ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Katika raha, katika shida, katika magumu, katika magonjwa, tambua ya kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Sala kubwa katika kipindi hiki cha Noeli, kwa sababu Mwenyezi Mungu amefanyika mwanadamu, anaishi kama sisi, yuko miongoni mwetu. Mwenyezi Mungu huyu ni Imanueli, yuko pamoja na sisi. Sala kubwa ya kumwomba Mwenyezi Mungu, tumwambie Bwana, kaa pamoja na sisi katika mapito yetu, kaa pamoja na sisi katika magumu yetu, kaa pamoja na sisi katika shughuli zetu mbalimbali, kaa pamoja na sisi katika familia zetu, kaa pamoja na sisi katika kanisa letu, kaa pamoja na sisi katika jumuiya zetu mbalimbali ndogo ndogo za Kikristo. Bwana, tunakuomba ukae pamoja na sisi, kaa na familia zetu, sikiliza ya kwetu, furahia pamoja na sisi, huzunika pamoja na sisi, na mapito yote Bwana tunakuomba upite pamoja na sisi. Wewe ni Mungu mtu uliyefanyika mwanadamu, ishi pamoja na sisi. Katika tafakari ya leo ni mimi Padri Kefa. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Niwatakie sherehe njema za maadhimisho mema ya Noeli.